Mtazamaji wa Laus Media, jina langu naitwa Gidus Laus na mbele yako ni Ezekan, mshikaji ambaye ameweza kutrend baada ya kupostiwa na Millard Ayo. Kama ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, inawezekana umekutana na video ambayo jamaa huyu pamoja na wenzake walikuwa wanajaribu kurekodiana video kama za TikTok hivi, lakini tutapata mengi kufahamu kwake. Kitu kikubwa sana ambacho aliweza kutrend nacho ni kwamba hakuweza kutofautisha kati ya Millard Ayo anayemfahamu na Millard Ayo ambaye amekutana naye live. Ezekan, mambo vipi? Bwana shwari. Uko poa? Uko poa kabisa. Nimekukuta unafanya kazi ya kutengeneza maua. Nadhani hiyo ndio kazi ambayo unajishughulisha nayo mjini kweli? Of course hiyo ndio kazi yangu ya maua ya upambaji, kutengeneza maua kama msibani, kupamba kazi hivyo, kupamba gari, ukumbi, ndo kazi zetu hizo. Video yako kabisa inayo trend ni video ambayo unaonekana ukiwa mazingira haya, ukiwa una record video. Siku ile ilikuwaje mpaka tukio lile likatokea? Bana, siku ile ndo kama harakati zetu hizo za kazi za upambaji, tulikuwa tumetoka sehemu moja hivi Mikocheni huko. Tulikuwa tumetoka kupamba, tulikuwa kuna kazi ya kufutulisha. Sasa ile mida tulikuwa tumetoka kuchukua vitu vilivyokuwa vimebakia kule. Sasa kati tumerudi tukaona tufanye mambo yetu. Si unajua kipaji chetu kinatuelekeza, hatuna muda wote tulikuwa tunafanya. Kwa hiyo tulikuwa tuko pale tunajaribu kushoot challenge za TikTok, ndio brother Millard akapita. Na wakati tukio lile linatokea, mwanzoni hamkuwa kifahamu kwamba kuna watu wako wanawashoot? Kweli tuliona gari ilikuwa imepaki, lakini hatukutambua ni nani. Unajua sisi tukaendelea na mambo yetu, lakini baada ya kutuita ndo tukaja tukagundua kama ndo yeye. Huwa unafanya video za TikTok? Yeye nafanyaga. Kwa hiyo ile ilikuwa ni challenge ya wimbo gani? Ile ilikuwa challenge ya wimbo moja hivi wa mimba wa Vanilla wenzake inaitwa Mapenzi Sia. Kwa siku ile ndo ilikuwa tunafanya challenge kwa ajili ya wimbo huo. Ilikuwaje ukashindwa kumtofautisha Millard Ayo unayemfahamu na Millard Ayo ambaye ulikuwa unamuona muda ule? Kwanza mimi nilishindwa kutofautisha kati ya Millard na Video. Mimi kwa namzunguzia pale Vidox. Wakati ule ulikuwa unadhani unaongea naye ni Vidox? Nilikuwa najua ule ni Video, kwa hiyo baadaye ndo mbeleni kabisa kaja kugundua kama ndo yeye baada ya kusikia sauti na kumwangalia usoni. Maana kwa sijamwangalia usoni. Kwa nasikia sauti tu, basi ule mshikaji kwa tunabishana, of course ndio hivyo tu. Na pengine baada ya tukio lile kutokea, kwanza ulifahamu muda ule kwamba unaongea naye ni Millard Ayo au ni baada ya yeye kuwa ameondoka? Pale nilifahamu baada ya kumaliza ile video na kutuambia kwamba yeye ndio, afu akatuelekeza hata alipotoka. Kwa hapo ndo kaja nikagundua kama nilikuwa naongea na mtu mkubwa bila kufahamu. Baada ya kugundua kwamba umeongea na mtu mkubwa bila kufahamu, ulijisikiaje? Kiukweli nilijisikia aibu. Kwa nini? Kwa sababu nimebishana naye ndiye mwenyewe mpaka nikajaribu kumuuliza unaitwa nani, akaniambia anaitwa Director Manyanya. Na alikwambia anaitwa Director Manyanya. Pengine Director Manyanya unamfahamu? Director Manyanya namfahamu mimi, yule anaigiza movie ya Dunia kama sijakosea. Huyo ndo namfahamu kama ndo Director Manyanya ambaye ameigiza mle mwenyewe anajiita Manyanya. Ndio namfahamia. Kuna namna ambavyo tukio lile limebadilisha maisha yako kwa namna moja au nyingine? Limebadilisha, nimepata kujulikana, lakini sijapata chochote, lakini yani kimapato, yani kiuchumi sijapata kuongeza, lakini imenisaidia. Sasa hivi nikiposti video wana like, of course hata followers zinawapata, so kama mwanzo. Kwa hiyo namshukuru sana Millard Ayo, mimi naona kanisupport. Na video yako umeipin pale. Je, haujaona fursa yoyote kutokana na tukio hili? Fursa nimeziona, lakini unajua brother, kila kitu inabidi uwezeshwe bwana. Kwa hiyo kwa mimi peke yangu na siwezi. Labda kama kitokea mtu akuniwezesha mimi kazi naweza. Kipande chochote nikipewa mimi nafanya. Kama kwenye kuigiza, kielekezwa mimi naweza. Yani naigiza kama hizi comedy tu, of course. Unafanya comedy, na pengine sasa comedy unayofanya wewe ni aina gani? Kwa sababu kuna wale ambao tunawaona mtu anafanya peke yake, wengine wanafanya kama kikundi. Wewe unafanya comedy ya aina gani? Mimi kwa sasa hivi sina watu, kwa hiyo natamani hata na mimi ningepata kundi langu tukawa tunafanya, au
Kama ingetokea hata mtu akanisapoti nikaungana nao, sawa, mimi niko tayari. Na umesema unatamani upate watu wanaokuwezesha, unatamani kuwezeshwa katika engo ipi hasa? Fadhali na mimi nipige hatua moja au nyingine, nijulikane japo kwenye sanaa kuigiza. Ni kitu gani hasa unachotamani kuwezeshwa nacho? Yaani nisapotiwe kwenye kipaji changu cha kuigiza hiki. Kwa hiyo ndio hivyo, yani natamani tu nikutane hata na hawa mastaa, hata kama sio mastaa, tutengeneze kundi letu tuweze kujulikana kwenye uigizaji. Ni star gani ambaye unatamani kufanya naye kazi au unatamani kuonana naye? Bila swali gumu. Mimi kwa yoyote tu ambayo atanichukua mimi mastaa wote nawakubali. Nitajie orodha ya mastaa 5 ambao wanafanya comedy ambao unawakubali. Unatamani uwe kama wao au pengine ufanye nao hata kazi? Swali gumu lakini blaza. Lakini kiukweli mimi wote nawakubali, kama kuna kuna Chado, kuna Chado Master huyo Kramu. Umeona Kwa ni wengi tu natamani. Okay, na pengine ukikutana nao sasa ni kitu gani, au muda huu akipata nafasi ya kuangalia video hii, ni kitu gani ungetamani wafahamu kutoka kwako? Natamani tu wafahamu kuwa mimi nawakubali sana. Natamani kufanya nao kazi tu leo kesho, yani muda wote mimi nipo tayari tu, yani nawakubali sana.